Lakini wakati huu bado tunamwangalia rais wa Marekani bwana Donald Trump, ambapo baada ya kuanguka kwa Maduro na kufanya mashambulizi makubwa ndani ya Venezuela, je, Trump anaweza kuivamia Afrika? Huo ndio mjadala wetu wa sasa. Hatua za Marekani kumteka na kumwondoa madarakani kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro imezua hasira na mjadala barani Afrika. Kitendo cha kutekwa kwa Maduro pamoja na mkewe Celia Flores kwa tuhuma za usafirishaji wa dawa za kulevya kilijibiwa haraka na viongozi mbalimbali ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na taasisi mbalimbali hasa za ulimwengu, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa na hata Umoja wa Afrika. Umoja wa Afrika umeelezea wasiwasi mkubwa na kutoa wito wa kuheshimu kikamilifu uhuru wa mipaka ya kila taifa kuwa na uhuru wa kudhibiti mipaka yake. Umoja huo wa Afrika umezitaka pande zote zinazohusika kujizuia, kuwajibika na kuheshimu sheria za kimataifa ili kulinda amani na utulivu wa kikanda. Macharia Munene, profesa uhusiano wa kimataifa katika Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Marekani mjini Nairobi, Kenya, anasema inashangaza kwamba hilo limefanywa na nchi inayodai kutetea sheria za kimataifa. Ameiambia shirika la habari la DW kuwa Venezuela ni mfano wa kile kinachoweza kutokea wakati nchi ndogo hazifuati maagizo ya Marekani au mataifa mengine makubwa yenye nguvu. Ndiyo, kuna suala la rasilimali. Afrika ina utajiri mkubwa wa madini muhimu na rasilimali nyingine ambazo baadhi ya nchi zinatamani na huenda zikajaribu kuwanyima wapinzani wao. Vyovyote itakavyokuwa, mara nyingi nchi za Afrika huishia kuwa wahanga wanaoteseka badala ya kunufaika na rasilimali zao. Wachambuzi wa mambo zaidi wameeleza wakibainisha kwamba swali lililopo ni jinsi gani wanavyoweza kujinasua na kujilinda kutokana na vitendo hivyo. Ni serikali chache za Afrika ambazo zimekemea kitendo kilichofanywa na Marekani dhidi ya Venezuela, na hii ni kutokana na kile ambacho wachambuzi wa masuala ya Afrika wanasema kuwa serikali chache za Afrika zimekuwa na misimamo mkali dhidi ya kitendo cha Marekani nchini Venezuela, lakini nyingine zimekuwa na woga, kwani wanadhani pengine huenda baada ya Venezuela yakafuata mataifa ya Afrika, na kutokana na unyonge wao hawataweza kuhimili kile kilichofanywa na Marekani. Nigeria imekuwa kimya kwa kiasi fulani bila kulani hatua ya Marekani. Hali ni hiyo hiyo kwa mataifa kama vile Misri, Ethiopia, Kenya na hata serikali ambazo zina historia ya kutumia kauli za kupinga ubeberu kama vile Namibia, nazo pia zimekuwa kimya kwa kiasi fulani. Wachambuzi wa mambo wanasema huenda baadhi ya serikali barani Afrika zina nia ya kutoharibu uhusiano wao na Marekani. Afrika ya Kusini, ambayo Trump ameishutumu kwa madai ya ubaguzi na hata mauaji ya kimbari ya Waafrika Kusini wazungu au Afrikaners, imeviita vitendo vya jeshi la Marekani kama ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Afrika ya Kusini mara kadhaa imekuwa ikipinga namna rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akiendesha masuala ya kimataifa. Idara ya uhusiano na ushirikiano wa kimataifa ya Afrika Kusini, DIRCO, imesema uvamizi kama huo unakiuka mkataba wa Umoja wa Mataifa ambao unakataza matumizi ya nguvu dhidi ya uhuru wa kisiasa wa taifa. Wachambuzi zaidi wanasema Marekani inaweza pia ikaangalia maliasili za Afrika. Mfano mmoja ni makubaliano ya ushirikiano wa kimkakati yaliyohitimishwa hivi punde kati ya Marekani na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kampuni za Marekani zitapata madini muhimu kwa ajili ya magari ya umeme, vifaa vya kielektroniki kwa kubadilishana na msaada wa kiusalama wa Marekani. Hata hivyo, hadi wakati huu, baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, hali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijawa shwari, kwani bado kundi la M23 linaendeleza operesheni zake. Kikubwa kuliko jambo lolote kwa sasa ni hofu ya utayari wa Trump kuanzisha mashambulizi ya haraka ya kijeshi. Wasiwasi uliopo ni kuwa Marekani inaweza kumshambulia mtu yoyote wakati wowote bila mataifa dhaifu kuweza kujilinda. Swali ni nani anayefuata baada ya Venezuela? Licha ya kwamba kuna baadhi ya mataifa ambayo yametajwa hadharani na rais wa Marekani Donald Trump, hasa Cuba na Mexico. Lakini Afrika bado imekuwa na wasiwasi kwamba huenda nayo ikafuata, kutokana na kwamba kwanza ina rasilimali nyingi lakini haina uwezo wa kujilinda. Mwaka uliopita Marekani ilifanya mashambulizi ya anga nchini Nigeria na Somalia pia kama sehemu ya kupambana na ugaidi kwenye maeneo ya wapiganaji wa kundi linalojiita Dola la Kiislamu. Hata hivyo, Donald Trump anaamini kwamba hatari ya kitu kama kile kilichomtokea Maduro hutokea barani Afrika ni ndogo.
Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.